Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani katika Kristo. Mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai mwili wa afya na muda kama na uko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kupata uchambuzi wa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripota wetu toka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Almasi ambaye ni mchambuzi wako leo. Nitasaidiwa mitamboni na Merci Mbeleti. Bibu Constantine atakuwa kwenye habari muhimu na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, ni kuambia kwamba kutakuwa kipengele cha habari muhimu ambako Bibu Constantine namkaribisha. Karibu. Asante sana Safari Almasi kwa kunipa fursa kwa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu, ambako tutaanzia huko Mulima. Hali ya usalama imeripotiwa kuzorota ndani ya kijiji cha Mulima, sekta ya Tanganyika. Hivyo ni baada ya kundi la Ngomino kushambulia eneo za wazalendo pamoja na FARDC kwa lengo la kutaka kuteka Mulima na Lusuku. Na huko Kalemi, bunge la jimbo la Tanganyika limefungua rasmi vikao vyake vya Machi mwaka 2025 kisha likizo ya miezi mitatu, huku ikiongozwa naye mwenyekiti wa bunge hilo hii Jumatatu ya tariki 31 mwezi Machi mwaka huu katika mji wa Kalemi. Na huko Ruchuru, Safari Almasi, mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Muhindo Yumba Christian wa takriban miaka 30 amejinyonga usiku wa Jumatatu ya tariki 31 mwezi Machi mwaka 2025 katika kijiji cha Kanyabayonga, usultani wa Bwito. Hivyo ni kutokana na msongo wa mawazo uliosababisha na wake zake. Ni hayo tu kama habari muhimu, Safari Almasi. Ni kushukuru Bibu Constantine Aldama kwa usomaji wa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Kutegwa kwa mji wa Bukavu na wingi wa vizuizi vya uzalendo ndani ya barabara ya taifa namba 5 Baraka Uvira ni sababu mojawapo inayosababisha dawa kupanda bei ndani ya maduka, ndivyo amesema hayo mkuu kiongozi wa shirika hilo. Kwa Kiulonja Nondo Mambafare, mwenyekiti wa shirika la wamiliki wa duka za dawa Fizi Baraka, amesema kuwa kwa sasa njia ambayo ilikuwa inatumiwa kuongeza dawa mjini Baraka ilikuwa ni mji wa Bukavu, na sasa hakuna uwezekano wa kufika eneo hilo kama anavyoeleza. Kufuatana na habari ya kupanda ya bei ya dawa, kweli dawa zinapanda bei. Ya kwanza ni kufuatana na hali ya nchi yetu iko mbaya kwa leo, kufuatana na hii matatizo ya vita hapa na pale, kufuatana na bariere ziko mingi sana. Kwenye tulikuwa na rangolia dawa ujiste ni Bukavu. Leo Bukavu inakuwa nchi nyingine na huku tuko nchi nyingine. Ile kwa kwanza baadhi ya madawa kupanda bei, kwa sababu tulikuwa najitumainia tu ni Uvira. Sasa ile madepoza Uvira nazo kwa leo hamuna tena madawa. Ni iko alabazi ya madawa kupanda bei, kwa sababu Uvira nabo abapate madawa, kwa sababu Bukavu hakuna njia ya kuleta dawa kufikisha Uvira, na sisi tunaiswadia Uvira tunazileta hapa. Niko najiuliza kwa nini tunasema tuko na ujirani mzuri na Burundi, lakini mshangao ukiangalia leo dawa zetu za kutoka Burundi azifikake Kongo. Iko parmia ma preoccupation tuko nayo, na iko recommendation pia napatia wakuu viongozi wa nchi na ile ma corporation feke Kopemeko na kadhalika. Ni wakati ministeri yetu ya interieur na ministeri ya commerce kufanya effort yote kuenda onana na gouvernement ya Burundi na ministeri ya interieur na commerce, pia iangalie vinaweza tufasilite dawa zikuwe natoka hapa Burundi zinaingia Mkongo sans problème. Kwa leo dawa zikamatika kutoka Burundi kuingia Kongo ni probleme sana kabisa, banapasha zinyanganya zote. Kwa hii mwaka ya 2025 tuko na magumu sana. Magumu ya kwanza ni kufuatana security ya nchi yetu haiko sawa. Ya pili ni kufuatana na ekonomia ya nchi yetu. Vraiment
Kila mchuruzi anapandisha bei venye anapenda. Ministeri yetu ya ekonomi kwa sababu ile haina kazi konservice la verite, acha tuseme kweli, kwa sababu bei ni serikali ndio inatiaka bei, na inatiaka bei siribaze ya entreprise yabo ya serikali yenye biko naye. Ndio nakuta kila mchuruzi anatia bei yenye anapenda kufuatana na tunaachiliwa kwa sababu tunaachiliwa na serikali. Mwisho Wilonja Nondo Mambafar ameomba kwa viongozi wa vikundi vya wazalendo kuingilia kati ili dawa za kutoka Uvira kuja Baraka kurokuwa na lipa kwenye vizuizi vya wazalendo kama alivyorejea. Kwanza mimi peke niko munganga, siwezi suete najua maeffet secondaire ya mtu kulisha dawa zazisha kuwa perime. Ma service teknike ziko charge na makontrole za mafarmasi zinafanyaka kazi kila mara. Tuseme hususan ni inspection provinciale ya sante kila mara inachukaka huku. Tunazidi kusensibiliser wana memba wetu wasiuzishe dawa zenye ziko peri. Tunabifuatilia, tunaendelea kubasensibiliser sana. Mema difficulties ziko zake, wakati tuko natumika kufuatana na maisha yako ngumu. Tuseme paresene mtu aliua tu maragi yake kama ni Burembo, aliua maragi kule kwetu kubilima, alipata oro yake Misisi, anafika tu naisha fungula ili aweze kuwa ni kosa yetu, ni kosa ya nani, ya gouvernement. Du ministeri ya sante hayo mbele ya kufungula kazi, ule muhusika ule asijeti anapaswa ona ile ma service habilite. Lakini kuona maisha yako ngumu, kila mtu anafungula kazi vinyo anapenda, anaweza sema ni iko ala base yale yote ni serikali. Ni vile kwa ufupi. Ujumbe wangu wa mwisho, tunatatizo sana kufuatana na bariere zinatuuzi sana, bariere za ndugu yetu, watoto yetu wazalendo. Unatoka Uvira kufika hapo bariere presque 18. Kila bariere banakulomba 2000, kila bariere banakulomba 1000 francs. Ukikuwa na koli inalipia, ile inatusonga sana na abata jua sema hii munganga kuko ma convention universelle zinakuwaka, watu walipatanaka zamani, munganga iko na duru ya kubeba dawa yake, iko protege. Lakini kwa leo nakuta mabariere abata huyu ni munganga, huyu haina munganga, ndio jiwa anakuambia kusema ile buganga yako ndio tutakula sie wote. Ningipenda kupatia kwa wakuu viongozi wetu wa serikali na wazalendo kuangalia ile madroit international. Kuko sheria ilikuwaka ya kusema mtu fulani iko protege, munganga anapaswa kuwa mtu mwenye iko protege, pharmacien anapaswa kuwa mtu mwenye iko protege. Ile vraiment ni recommendation napatia wakuu viongozi wetu wanaokusimamia wazalendo na wakusimamia pia serikali, waangalie joli kwa sababu tunatatizwa. Haiko sisi ndio tulipendeka tukue waganga. Bale benye wasiakele makoro banayua necessite ya munganga ni nini, necessite ya pharmacien ni nini. Na tuko na kazi sana tuko nafanya. Tunasaidia na sisi mafazuza mingi madawa, maeffort de guerre tunasaidia. Na sisi tuko na doa ya kuwa protege wakati tunaleta vitu yetu sababu ile sikilika ni dawa, akisha sikilika ni munganga. Iko na mimi mwaya kutembea venye anapenda, inaweza kuwa ya mzuri sana. Hivi sasa tujielekeze huko Mulima ambako hali ya usalama imeripotiwa kuzorota ndani ya kijiji cha Mulima sekta Tanganyika. Hivyo ni baada ya kundi la Ngomino kushambulia position ya wazalendo pamoja na FARDC kwa lengo la kutaka kuteka Mulima na Lusuku, ila bila mafanikio siku ya pili ya wiki. Taarifa tunazo ni kwamba wote wameanza mida ya asubuhi wakati wanajiandaa kuingia katika shughuli mbalimbali kama desturi. Habari hii imehakikishwa pia naye mkuu kiongozi wa shirika la raia ukanda huo wa Nyanja za Juu Bwana Likinosa, ambaye ametoa picha ya hali halisi ilivyokuwa. Situation gisi hali ya Mulima iko ilikuwa mamida tu ya asubuhi, watu walilamuka mzuri tu. Wakati ilienea tu masaa 1 ya asubuhi watu waishalamuka, basi kwenye milima ya kutoka Minembwe njia ya Nyaruinga watu wakasikia deja masase yanaanza lia kule Yulu ya mingi tu. Kisha kidogo masase ingine kaanza lia njia ya Mukoko. Basi ndio vita ilianza kupiganiwa kule Yulu ya mingi tu, masasi ya mingi, watu wakaanza toka mwingine kutoka bila kubeba hata kitu. Lakini Mungu ni mkuu, mpaka gisi walianza kupigana na mamida hii hawakufaulu kabisa kuingia katika kijiji cha Mulima na hata katika kijiji cha Lusuku. Lakini vijana kule mamilima Mukoko wali bana umoja askari wao wa jeshi la Twigwaneo walimubana, na mpaka hivi iko mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi letu la taifa. Mpaka hivi kungali kimya, wanaendelea kuwasukuma ndani ya pori ya Shen de Mitum. Ni haya ambayo yamejiri maeneo yetu ya Mulima, na hivi katika mingine yetu kabisa
Mingine yote imebakia na upweke, hakuna watu wameshuka kuanzia Lumanya kujielekeza Kakamba na wengine kufika hata Mamukera. Na wangambo za Lusuku nao wamejielekeza ngambo za Yulu, Kabala, Kabwali, Kanguli, na vijana wetu nao wameingia wengi kabisa wazalendo ambao wametoka vijiji mbalimbali ngambo za Yulu, Manakiele kushuka mpaka huko chini, na kulitoka zingine defendere mbali ilitoka huko ngambo za chini za Mukera kwenda kusaidia wengine wenzao. Na mpaka kwa sasa hatujajua bila kama ni aje. Tungali tunaendelea kufuatilia polepole sababu kwenye kuna rea disasi hifadhi ngumu sana. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sudi Valente na habari za michezo. Karibu Sudi. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu. Leo kuna kwa habari za michezo ni kwamba mechi kati ya FC Tanganyika dhidi ya klabu ya FC Blessing ambayo ilikuwa inatarajiwa kupigwa majira ya saa 9 kamili za mchana hapo Kalemi siku ya 3 ya wiki tunayo tarehe 2 Aprili mwaka 2025 kunako uwanja wa Joseph Kabila haitopigwa tena kwenye majira hayo saa 9, bali mechi hiyo itapigwa sasa mida ya saa 7 kamili za mchana hapo Kalemi kunako uwanja wa Joseph Kabila. Nini sababu ya mechi hiyo kubadilishwa wakati? Ni kutokana na klabu ya FC Blessing ya Kolwezi kuomba kwa uongozi wa ligi kuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba kisha mechi hiyo kati yao dhidi ya vijana wa FC Tanganyika kutamatika, vijana hao huko Kolwezi FC Blessing watasafiri hiyo jioni ya siku ya 3 ya tarehe 2 Aprili mwaka 2025 ili kujielekeza mjini Lubumbashi, kwani siku ya 4 ya tarehe 3 Aprili mwaka 2025 vijana wa FC Blessing wataweza kupambana vikali dhidi ya TP Mazembe Anglebert. Yani vijana hao wanawaia mtanangi mwingine ambao utaweza kupigwa siku ya Alhamisi huko kunako uwanja wa Kamalondo mjini Lubumbashi, ambako vijana wa FC Blessing wataweza kupambana vikali dhidi ya TP Mazembe Anglebert. Shirikisho la soka nchini Kenya limemsimamisha golikipa namba 1 wa timu ya taifa nchini Kenya Patrick Matasi kwa muda wa siku 90 kutokushiriki mashindano yoyote yanayozinishiwa na shirikisho la mpira nchini Kenya. Hatua hii imechukuliwa kufuatia video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha golikipa huyo namba 1 wa timu ya taifa ya Kenya akijadili juu ya upangaji wa matokeo katika mechi zilizosimamia langoni. Shirikisho la soka nchini Kenya linashirikiana na shirikisho la mpira duniani FIFA pamoja na shirikisho la mpira barani Afrika CAF ili kufuatilia kwa kina swala hili. Na mshuku ni kwamba ligi kuu nchini Marekani imempigia marufuku bodyguard wa mchezaji Lionel Andre Messi kutokuwa na mkaribia mchezaji huyo pindi yupo kwenye majukumu yake ya kazi, yani pindi yupo anacheza mechi uwanjani. Bodyguard huyo ameambiwa awe na msubiria bosi wake Lionel Andre Messi kwenye chumba cha kubadilishia nguo au kwenye nafasi ya mahojiano na waandishi habari. Habari hii imetolewa wakati ambapo bodyguard wa mchezaji Lionel Andre Messi aliingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kumzuia shabiki mmoja ambaye alitaka kupiga picha na bosi wake Lionel Andre Messi Torotoro la Purga. Kisha taarifa hiyo kutolewa na shirikisho la mpira nchini Marekani, hatimaye bodyguard huyo amepanda jukwani na kusema ya kwamba ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu ikijaribu kutizama ligi kuu nchini Marekani, mashabiki wengi huwa wanaingia uwanjani kutaka kupiga picha na bosi wake Lionel Andre Messi. Kwa hivyo ameomba kwa shirikisho hilo la mpira nchini Marekani kumwacha aendelee na kazi yake ya kumlinda bosi wake Lionel Andre Messi popote pale alipo. Safari Almas Lumitinwa, mpaka hapo sina la ziada. Mimi naweka nukta kuna kwa habari za michezo. Ni kushukuru Sudi Valente kwa habari za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbusha kwamba unaendelea kuirejea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na huu ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili kwa masafa 93.0 FM. Kampuni Fizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujielekeze katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini huko Rutshuru. Ni kwamba mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Mwindo Yumba Christian wa takriban miaka 30 amejinyonga usiku wa Jumatatu tarehe 30 Machi 2025 katika kijiji cha Kanyabayonga usultani wa Bwito. Hivyo ni kutokana na msongo wa mawazo uliosababishwa na wake wenza. Akizungumza na redio yako, Bwana Kambale Rufani Clovis, mwanamemba wa shirika linalopiganisha ubaguzi wa makabila, amesema kuwa sababu kubwa ni kisha kijana huyo kupachika
mwanamke mwingine mimba ndio ilipelekea yeye kuweza kuamua na kuchukua hatua hizo. Alikuwa na mwanamke mmoja na amesha kuzaa naye mtoto mmoja, na juu ya hali ya leo ya vijana ya kupenda kukamata kila mwanamke mwenyewe amejisikia kuona mzuri, akamata wa pili naye akazaa naye mtoto mmoja. Kisha fujo ya wale wanawake bawili kati yao ndio ilipelekea huyu kugombana na bibi wa kwanza. Kisha kugombana na bibi wa kwanza, huyu akatoka, na sasa huyu alikuwa anapenda sana huyu mwanamke wa kwanza, basi ikampelekea kufanya nini? Kutombea krizo. Na teleke huyu kiana alikuwa hana nguvu ya kuweza kusubvenir ku mabesoin za ile nyumba mbili, nayo ilikuwa parmi ya stress kama msumbua. Kisha mwanamke ajije mie kamata kamba na kutia mshingo, ndio ilipelekea kuleta kifo chake. Upande mwingine, Kambale Rufani amesema kuwa hiyo sio kesi ya kwanza namna hiyo kuweza kufanyika katika eneo hilo, kama alivyorejea. Kusudi tuweze kupunguza kuvisa vya watu kujiua, kujipatia masumu na kuenda mu kundi zenye kumiliki silaha kwa sababu ya matatizo yenye inawakumba mu maisha, inaweza tusaidia ni kushikaza kufanya uhimizaji, hasa kwa kuongelea kindani visa vya wakati mtu anajiua, faida iko wapi na nini ndio madhara yenye ameacha ndani ya jamii. Kuonyesha kama wakati mtu anajiua anakuwa amejiua yeye mwenyewe, manake amejipotezea muda yeye peke, lakini mhusika hata husika na ile kitu, donc yeye ataendelea kuishi. Na ingine inaweza saidia tena kufanya nafasi, manake centre ya formation mu makazi za mikono sawa vile buseremala, kuwa badereva, ile inaweza saidia kusulaje benye hawakupataka ile namna wakati ya kwenda kusoma, na kuanza kwa benye walienda kwa masomo havana makazi, juu walisoma masomo zenye hazina makazi leo, wao hazina maana leo. Sasa wakati ile centre de formation itakuwa na iko au centre d'encadrement des jeunes itakuwa na iko, itaweza kukua na soulager zile madefi zenye ziko, atafanya pale ile journée mzima iko occupé, donc hata kuna wakati kufikiria tena vyenye vinamsumbua. Zile hali zote zinatokana na nini? Ukosefu wa kazi, kusudi waweze kujibia kwa mahitaji ya familia zao. Tupundukie huko katika mkoa wa Tanganyika tarafani Moba ni kwamba mwanajeshi mmoja wa FARDC kikosi cha maji amehukumiwa kifungo cha maisha jela, huku raia mmoja akihukumiwa kifungo cha miaka 10. Hivyo ni kutokana na uhalifu mbalimbali wa kutumia silaha waliouendesha. Undani wa taarifa hizi na mwenzetu Zorka Shule kutoka Moba. Mwanajeshi mmoja wa FARDC wa kikosi cha maji amehukumiwa kifungo cha kifo, raia mmoja kifungo cha miaka 10. Na raia mmoja ameachiliwa huru bila shuti yoyote. Ni matamko ya Wambi kutolewa siku ya Jumatatu Machi 31 na jaji presidenti wa tribunali ya mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi, baada ya siku 5 masambo ya hadharani yaliyoendeshwa tangu Alhamisi Machi 27 hadi Jumatatu Machi 31 mwaka 2025 tarafani Moba. Wahukumiwa hao wawili wamekutwa na makosa ya kuwa ndani ya vikundi vya uhalifu na makosa ya wizi kwa kutumia bunduki katika wizi ulioendeshwa injini ya maji ya wavuvi ndani ya ziwa Tanganyika. Mjumbe Desire baada ya mkaguo wa kesi ametamka uamuzi. Le ministère public entend, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles pertinents, le tribunal ne veut pas tout lire. Wizara ya Maji sikiliza kuna katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa vipengele vyake muhimu. Tribunali imepitia kuna sheria nambari 023 kistari 2002 ya Novemba 18 mwaka 2002 inayotoa kanuni ya hukumu na kanuni ya sheria ya kijeshi kwa vipengele vyake muhimu. Kuna amri ya Januari 3 ya mwaka 1940 kama ilivyorekebishwa hivi leo kwa vipengele vyake muhimu 23, 79, 90 na 156 na 158. Kuna sheria nambari 024 kistari 2002 ya Novemba 18 mwaka 2002 inatoa kanuni ya hukumu ya sheria ya kijeshi kwa vipengele vyake muhimu 5, 7, 29, 30, 32. Kuna sheria amri nambari 78 kistari 01 ya Februari 24 mwaka 1978 kuambatana na ugandamizaji wa makosa ya wazi. Inasema sheria kutatua tendo la hukumu. Inasema mara katika ukweli kama katika sheria kosa la vikundi vya uhalifu na vya wizi kutumia bunduki kutekelezwa kwa ushiriki uwaji dhidi ya watumiwa Kaluma Kalala Serafin Kakule Aliasi na Amani Mgeza Papi. Inasema kutokuwa imara na ukweli kama katika sheria hiyo makosa iliyotumiwa Mbuyi Momedi. Kwa kinyume imeachilia kiurahisi mtumiwa Mbuyi Momedi na kuondoa faini yote ile dhidi yake. Kwa fatao inatangazwa Kaluma Kalala Serafin Alias Kakole na Amani Mgeza Papi kwa hiyo makosa na inawahukumu ifuatayo.
Mtuhumiwa Amani Mgeza Papi kwa huruma kidogo kwa kupongeza wengine kusema kweli mbele ya sheria kwa miaka 10 ya hukumu juu ya vikundi vya uhalifu na kwa miaka 10 juu ya wizi kwa kutumia bunduki. Kwa kutumia kipengele cha 7 cha kanuni ya kijeshi inamhukumu kwa hukumu kubwa zaidi kama miaka 10 ya hukumu na faini ya franka ya Kongo 1500 na hiyo kulipa kwa wakati. Bila hiyo atalazimika kifungo cha miezi 6. Kwa ajili ya mtuhumiwa Kalunga Kalala Serafin alias Kakole bila hata kupunguza kifungo kwa hukumu ya kifo cha vikundi vya uhalifu na hukumu ya kifo cha wizi kwa kutumia bunduki. Kutumia kipengele cha 7 cha kanuni ya kijeshi inatoa hukumu kubwa au hukumu ya kifo. Kwa kuona hali inapanga faini ya franka ya Kongo 1500 kulipa kwa wakati. Bila hiyo atalazimishwa adhabu ya miezi. Katika matamshi ya Zambia wahukumiwa au wawili wamehukumiwa kila mmoja kurudisha injini ya maji na kulipa faini ya franka ya Kongo kwa kila mmoja mwanga wa wizi. Mwanajeshi anaendelea mamlaka yake yote na hapo futa mara moja kutoka katika jeshi la serikali. Nikiripoti tukamoba Viduru Kashule Radio Kivu. Tukiwa tu katika mkoa wa Tanganyika, Kalemi ni kwamba bunge la jimbo la Tanganyika limefungua rasmi vikao vyake vya Machi 2025 kisha likiuzwa miezi mitatu huku ikiongozwa na mwenyekiti wa bunge hilo Jumatatu ya tarehe 31 Machi 2025 katika mji wa Kalemi. Olombwe DJ Dr. na ripoti kamili. Kwenye hotuba wake wa ufumbuzi wa kikao kama na hiki cha Mechi, spika wa bunge la jimbo la Tanganyika mwanabunge Cyril Kimpwawele Mukalai, tofauti na kuzingatia harakati ya usalama ambao inakuwa afifu kabisa jimboni Tanganyika kwa upekee hapa mjini Kalemi, alikuwa vile na alika serikali ya jimbo la Tanganyika kuzingatia vile sekta nyingine ambayo inakuwa ni muhimu ili kuipatia jibu na mnukuu. Inakuwa kabisa ni muhimu serikali ya jimbo la Tanganyika ifanye jitihada kwa ajili ya kufuatilia kazi ya ukarabati ya njia ya mkato inayokuwa inapitikana hapo Kalumbi, nayo ijapokuwa matatizo ambayo yanakuwepo ili kusaidia raia kutembea kama kawaida kutokana na kwamba barabara kuu Lumumba inakuwa kabisa navamiwa na maji kwenye kipande cha njia kutoka Fina hadi maeneo ya soko ndogo ya refugee. Njia pekee ambayo inakuwa nabakia kwa ajili ya kusaidia mapito kwa raia ni ile eneo ya Kalumbi ambayo kazi ilitakiwa kufanyika kama mazingira yote ingekuwa sawa usiku na mchana, kwa sababu hiyo inakuwa ni njia muhimu kwa mapito. Mwisho wa kumnukuu. Kikao hiki cha Machi kitakuwa najihusishwa sasa zaidi kwa wanabunge kufanyikisha mission yao kama wabunge. Spika wa bunge la jimbo la Tanganyika alikuwa anaalika kwa jambo hilo wenziwe wanabunge kuwa kabisa na bidii na ujasiri wote ili kufanyikisha vyema mission yao wanabunge, na hata vile kuendesha uchunguzi kamili wa namna serikali inakuwa natumika, na hiyo ni kwa ajili ya kuisaidia jimbo kuendelea. Na mnukuu tena, sina budi kabisa kukumbusha kwamba kikao hiki cha Machi ambao kinakuwa nafunguliwa leo kitakuwa najihusishwa sasa zaidi na mission rasmi ambao wanabunge wanakuwa nayo, na ile ikihusu kutengeneza masheria na hata vile kuendeleza uchunguzi wa wanabunge. Kwa kufikia hapo, bunge la jimbo la Tanganyika itakuwa natumia moja kwa moja njia ya kutoa habari na hata vile kuendelea kufanya uchunguzi wa namna serikali inakuwa natumika, na hiyo ni kufuatana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata vile kipengele cha 164 cha kanuni ya bunge la jimbo, alikuwa anaeleza Cyril Kimpwawele. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Dr. Kwenye habari za kitaifa ni kwamba katika ile hali ya ukumbusho wa mauaji ya kimbari nchini DRC Jeune Coast, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi amedai kuwa ni watu milioni 10 ambao wamekufa katika kipindi cha miaka 10 kutokana na vita yenye kusababishwa na nchi jirani. Undani wa taarifa hii na mwenzetu Isaac Mlucha Ashibe. Naam, Rais Felix Antoine Tshisekedi alikadiria kuwa zaidi ya watu milioni 10 wamepoteza maisha yao katika miaka 10 hivi karibuni kutokana na uvamizi wa Rwanda haswa M23 AFC katika vurugu zinazoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa uzinduzi Jumatatu hii Machi 31 huko Kinshasa juu ya mauaji ya kimbari, mkuu wa nchi alilaani mauaji ya kimbari akisisitiza kwamba janga hili halipaswi kupuuzwa tena. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina historia tajiri lakini yenye uoga. Zaidi ya mazingira yake yanayojulikana, nchi iliyo na rasilimali nyingi huficha ukweli wa giza ambao mara nyingi hupuuzwa zaidi ya maisha ya watu milioni 10 wasio na hatia na waliopigwa kikatili. Alisema hayo Rais Felix
Felix Antoine Tshisekedi. Rais Tshisekedi alionyesha matumaini yake kwamba meza hii ya pande zote itasababisha mkakati mzuri wa kitaifa kupata utambuzi wa kimataifa wa mauaji ya kimbari yaliyofanywa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kujumuisha amani ya kudumu. Kukabiliwa na uhalifu huu mkubwa uliopuuzwa kwa muda mrefu, ukweli umeanza kujitokeza. Vitendo hivi vya kusikitisha vinavyosababishwa na baadhi ya nchi jirani, hasa Rwanda, kupitia vikosi vibaya ambavyo inaviunda, haiachi tena shaka yoyote juu ya uwepo wa mauaji ya kimbari katika kila moja ya sehemu zenye kukumbwa na vita. Ameongeza hayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalizie uchambuzi wa habari na uko katika nchi jirani ya Burundi ambako baadhi ya wafanyabiashara wa manispa Bujumbura wamepokea kwa mwitikio chanya hatua ya serikali kuweka bei elekezi ya bidhaa mbalimbali nchini Burundi, huku akidai kuwa changamoto ya ukosefu wa mafuta inaweza kuwa kikwazo kikubwa katika utekelezaji wa hatua hiyo. Mengi zaidi na Ibukuru Elias Daniel. Serikali hamareo mazikugenda kongenda kuishi ubakaji akiwa na umri wa miaka 16 ni mzaliwa wa Makebuko katika mkoa wa Gitega. Vyagenze haje umuntu asaba urukundo ndagwanka mugabo akampiga. Alikuja mtu mmoja akiwa anataka tuingie katika mahusiano, lakini mimi nikamkatalia. Alikuwa mwanajeshi, na baada ya kwa hivyo mimi nilielekea shule, na wakati narudi nyumbani nikakuta njiani amewatuma watu watatu wakanikamata na kunipeleka wanapojua wao. Baadaye nikabiba mimba. Nyumbani kuna kaka zangu watatu ndio waliokuwa wananishinikiza nimuondoe mtoto nyumbani nijue sehemu nitakapompeleka. Bila kusema uongo, wazazi wangu walinifariji ili nisiathirike zaidi na hakuna aliyeninyanyasa. Kugira siniyumvira ibintu bibi mu mutwe. Eka ntawe ndiye umutima. Mzazi huyu naye katika kijiji cha Mayange, wilaya ya Makebuko, mtoto wake alibakwa na mwanaume mwenye umri wa miaka 45, wakati msichana alikuwa na miaka 13 wa darasa la 6, akisema kwa jamii imekuwa ikiwatenga kutokana na kitendo hicho. Mu mutwe yamaze nk'uhahamuka. Kichwani ni kama liathirika kidogo, lakini ninamfariji ingawa majirani wanatuangalia vibaya mimi na mtoto wangu. Baba yake pia anakuwa mtu wa kumtukana mara kwa mara, lakini najaribu kwa naye, maana mtu aliyeathirika kisaikolojia mnajua jinsi alivyo, na wakimkasirisha huwa analia sana. Jamii yamtukana na kumchokoza. Kibana bagoma bamutuka bamuchokora. Mkuu wa mkoa wa Gitega Vinamanira Mbona, ingawa hakuna idadi rasmi ya wanaokumbana na vitendo vya ubakaji, anasema kwa sasa ni afadhali kuliko hapo awali. Umwana w'umwigeme ujya twahenda abantu batangura kugira igikomere na bafite. Mtoto kibeba mimba wanaoanza kuathirika ni wazazi. Katika jamii huanza kuwasema kuwa walilea vibaya, na kuna wakati mwingine familia muona mtoto kama hafai, lakini ingawa hawapokelewi vizuri kwa sasa katika familia na jamii inayowazunguka, kuna tumaini. Ubu ni mitende ugiranije no myaka yahera. Ni ripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi. Bukuru Elias Danieli. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wale ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari, na mshukuru vile vile rubani wangu ambaye ni Merci Mbeleti. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine, alikuwa ni mimi Safari Almasi Metinwa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.